Safari ya waliopotea sehemu ya kwanza. Wanasema kila siku duniani kuna hadithi mpya, hadithi za furaha, huzuni, mafanikio na majonzi. Lakini kuna hadithi moja tu ambayo haijasimuliwa kwa sauti, hadithi ambayo wengi wanaijua kimya kimya, ila wachache sana wameipitia. Ni hadithi ya watu waliopotea, si kwa sababu ya ajali, vita au magonjwa, bali waliingia mahali ambapo mipaka ya uhai na mauti hugusana, mahali ambapo macho ya kawaida hayawezi kuona. Wengine wanasema walikufa na kurudi, wengine wanadai kwamba walichukuliwa na nguvu za giza, lakini wao wanadai walienda kuzimu na walirudi wakiwa wengine, si tu kwa sura bali kwa maisha yao yote. Wakati watu wengi wanasema kwamba utajiri ni jasho, wapo wanaoamini kwamba utajiri mwingine unalipwa kwa nafsi, na simulizi hii ni aina hiyo ya utajiri. Ni simulizi ya ndugu wawili waliotoka kwenye maisha ya kawaida wakaingia kwenye safari ambayo haikuwa na ramani, na waliporudi dunia haikuwapokea kama ilivyokuwa awali. Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Usihukumu haraka, kwa sababu ndani ya simulizi hii kuna ukweli ambao unaweza kubadilisha namna unavyoona maisha. Na hii ndio safari ya waliopotea sehemu ya kwanza. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Anayetusimulia simulizi hii ni kijana anayefahamika kwa jina la Brian Mushi. Twende naye sambamba mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Huenda kuna kitu utajifunza kupitia simulizi hii. Twende naye sambamba. Brian anaanza kutueleza. Brian anasema, kwa majina yangu mimi nafahamika kama Brian Mushi. Nina miaka 30 sasa na ninaishi mjini Mwanza katika mtaa wa Ilemela kwenye nyumba ya kupanga yenye chumba kimoja na sebule ndogo. Maisha yangu mimi ni ya kawaida sana, kama vijana wengi hapa mjini wanaoamka asubuhi na matumaini ya kesho kuwa bora kuliko leo. Brian, mimi nafanya kazi kwenye duka la vifaa vya simu. Kazi isiyo na mshahara mkubwa, lakini inanisaidia angalau kupata chakula na kulipa kodi. Kuna wakati Brian, mimi huwa nacheka peke yangu nikikumbuka jinsi nilivyokuwa nikitamani kuwa kama kakaangu Alex Mrema. Alex ni mtu tofauti kabisa na mimi. Huyu ni kakaangu wa ukoo tu, sio kaka ambaye tumetoka tumbo moja. Kakaangu Alex ni tajiri, ana familia nzuri, mke mmoja na watoto watatu ambao hupenda kuwaita baraka zake tatu. Kakaangu Alex anamiliki duka kubwa la vifaa vya umeme, na mbali na hayo ni kiongozi wa kanisa analosali. Kaka yangu Alex ni mpole, mcheshi, mwenye heshima kubwa mtaani. Watu wengi humtazama Alex kama mfano wa kuigwa, na mimi pia nilikuwa ni mmoja wao. Lakini leo hii nataka nikwambie kitu msikilizaji ambacho wengi hawajai kukisikia. Kisa ambacho kilitokea miaka michache iliyopita. Kisa ambacho kimeacha alama kubwa katika maisha yangu mimi pamoja na kakaangu Alex. Ni kisa cha safari ambayo haikuwa ya kawaida. Safari iliyotufikisha mahali ambapo hakuna mwanadamu anayetamani kufika, na kuturudisha tukiwa watu wa tofauti. Watu wengi wanaotuona leo wanatuona tumevaa vizuri, tunaishi vizuri, tunatabasamu, lakini hawajui tulipotoka na wala gharama ya utajiri huu. Hii ni simulizi ya kweli. Simulizi ya mimi na kaka yangu Alex. Simulizi ya safari ya waliopotea. Miaka 7 iliyopita, maisha yangu hayakuwa rahisi hata kidogo. Nilikuwa ni kijana wa kawaida tu. Nilikuwa ni kijana yule ambaye kila asubuhi anaamka mapema akibeba matumaini kwamba siku moja mambo yatabadilika. Nilikuwa na kazi ya muda tu kwenye duka la simu pale mjini Mwanza. Kazi ambayo mshahara wake haukutosha hata kwa mahitaji ya wiki 2. Lakini nilikuwa ni kijana mchapakazi. Nilijua jasho ni sehemu ya safari. Sikuwa na mke wala hata mchumba wa kudumu. Wakati wenzangu wanazungumza kuhusu harusi na watoto, mimi nilikuwa nazungumza kuhusu kodi na deni la umeme. Kusema kweli nilikuwa nimechoka. Sio kwa sababu tu nilikuwa sina kitu, la hasha, bali ni kwa sababu nilihisi kama maisha hayakuwa upande wangu. Lakini kila nilipoanza kukata tamaa, kulikuwa na mtu mmoja tu ambaye alinikumbusha kwamba bado kuna tumaini. Mtu huyu si mwingine bali ni kakaangu Alex. Alex hakuwa tu kaka kwa upande wangu, alikuwa kama ni nguzo ya maisha yangu. Kaka Alex alinisaidia katika mambo mengi. Wakati mwingine alinisaidia hata bila kumuomba. Kuna wakati nilikuwa nimeshuka pabaya sana kifedha. Nilipoteza kazi kwa wiki 2.
baada ya duka ambalo nilikuwa nikifanyia kazi kufungwa kwa ukaguzi wa TRA. Na baada hizo wiki 2 kupita, nilikuwa sina hata nauli ya kwenda kazini pale duka lilipofunguliwa tena. Nilimpigia simu kakangu Alexi, nikamueleza kwa aibu kidogo. Kakangu Alexi hakusita hata sekunde. Alinitumia pesa huko akiniambia, kaka Alexi akasema, "Usijali mdogo wangu, maisha ni kupanda na kushuka. Usikate tamaa. Jua litaangaza tena kwa upande wako." Maneno hayo yalikaa ndani yangu kwa muda mrefu. Kila siku nilipokutana na kakangu Alexi, nilimwangalia Alexi kama mfano wa mafanikio yangu. Yaani Alexi alikuwa ni mtu ambaye alijitahidi kutoka chini. Yaani kwa wakati huo alikuwa na familia, biashara na heshima kubwa mtaani. Wakati mimi napambana na chakula cha jioni, yeye kaka Alexi alikuwa na wakati wa kucheza na watoto wake, kuongoza maombi kanisani na kutabasamu mbele ya watu kana kwamba dunia haina maumivu kwa upande wake. Kwa upande wangu mimi Brian, sikuwahi kumuonea wivu kakangu Alexi, ila nilitamani siku moja nipate nafasi ya kujivunia maisha kama yake. Nilijua kwamba kama nikijituma na mimi siku moja nitaweza, lakini kumbe nilikosea. Kwa sababu siku hiyo ilipofika, siku nilipoanza kupata mabadiliko, haikuwa kwa njia niliyowahi kufikiria. Miaka hiyo hiyo nilijua jambo moja wazi. Alexi hakuwa mwema tu kwangu, bali alikuwa ni msaidizi mkubwa kwa kila mtu aliyemzunguka. Na kakangu Alexi hakuwa mtu wa maneno matupu, bali alikuwa ni mtu wa kuahidi na matendo papo hapo. Kila hatua kakangu Alexi aliyochukua, kila ahadi aliyoitoa, alitimiza. Na zaidi kaka Alexi aliweza kusaidia familia yake. Si kwa upande wa baba yake, mama yake, upande wangu mimi, kakangu Alexi hakuwahi kuwa mbaguzi hata siku moja. Japo hatujazaliwa tumbo moja, undugu wetu ni wa ukoo tu, lakini kaka Alexi alituthamini kama ndugu zake wa damu. Naweza kusema kwamba Alexi alikuwa shujaa wa jamii yetu, mtaani, nyumbani, hata pia kanisani. Kanisa ambalo Alexi alikuwa akisali lilikuwa ni kanisa dogo. Kanisa ambalo lilijengwa kwa mafanikio madogo ya washirika wachache, lakini kwa Alexi hilo halikutosha. Alexi alianza kutoa michango. Mara nyingi alitoa michango hiyo kwa siri, na mara nyingine alitoa kwa wazi, tena kwa moyo wote bila hata kujitapatapa kama watu wengine ambao wakitoa kitu kidogo ni lazima kila mtu atajua kwamba kuna kitu amechangia. Alexi alijitolea hadi kujenga kanisa kubwa, nyumba ya ibada ambayo watu wengi walijivunia pale walipokuja kanisani. Kwa upande wangu mimi Brian, sikuwahi kuona mtu wa umri wake akichangia kwa namna hiyo ambayo kaka Alexi alikuwa akifanya. Sio pesa tu, bali hata muda wake, juhudi zake na moyo wake wote alijitoa kwa moyo mmoja. Watu wengi walimpenda sana kaka Alexi, wakiwemo viongozi wa dini, wakimuona kama kaka Alexi alikuwa ni mfano wa kweli wa uadilifu na ukarimu. Hata pale kaka Alexi alipokuwa akicheka na kucheza na watoto wake, niliona kwa namna ambavyo kaka Alexi alikuwa na heshima ya kipekee. Alikuwa ni mtu ambaye mwenye upendo wa dhati, asiye na ubinafsi hata kidogo. Brian, mimi niliweza kuona kwa macho yangu jinsi ulimwengu unavyoweza kuwa tofauti pale unapokuwa na moyo wa kutoa kwa wengine. Lakini pia nilijua kuwa dunia ilikuwa nyepesi kwake kwa kaka Alexi, na si kwa mimi mdogo wake niliokuwa na matumaini tu. Hii ilikuwa ni sehemu ya sababu niliyomheshimu Alexi sana, lakini pia sehemu ya hisia ya kutamani kupata maisha kama yake, lakini pasipo kujua kwamba bado hatua kubwa zaidi ya maisha yetu ilikuwa ikitusubiri, na tulikuwa hatujaona bado kile kilichokuwa kinatungoja. Kiufupi, Alexi alikuwa mtu wa watu kweli. Yaani hata ukimkuta Alexi akiwa anazungumza na watu wengine, muda wote alionyesha tabasamu yake, huruma yake kwa wale watu ambao walihitaji msaada wake. Watu walimpenda sana Alexi, walimshangaa kwa wema wake, na hata wale waliokuwa wakikataa maamuzi ya kanisa walimpa heshima. Ushawishi wake kaka Alexi haukuwa mdogo. Lilikuwa ni chimbuko la heshima, mapenzi na uwajibikaji alioonyesha kwa kila mtu. Lakini kutokana na sifa hizo, mambo yakaanza kupanda kiwango cha kusisimua. Baadhi ya viongozi wa kijamii na viongozi wa dini walimshauri kaka Alexi. Tena walimshauri kwa uzito na kwa hofu kidogo. Viongozi hao walimshauri kaka Alexi aingie kwenye siasa, ajitahidi kugombea nafasi ya uongozi katika jimbo lake. Viongozi hao walikuwa kimwambia Alexi, watu wanakupenda sana. Wanakupenda ni kwa sababu unawajali na wanakuheshimu sana. Na kama ukigombea nafasi ya uongozi, itakuwa rahisi kwako kushinda. Dunia inahitaji watu kama wewe kwenye uongozi. Swala hili lilimpa sana mashaka kaka Alexi. Kaka Alexi alijua kwamba siasa si kitu cha mchezo. Siasa si changamoto ya tabasamu tu au wema. Siasa ni dunia yenye mifumo, mashindano na hatari ambazo
haziwezi kuondolewa na moyo mzuri pekee. Ndipo kaka Alex alipochukua maamuzi na kuja kwangu ili niweze kumpa ushauri. Kaka Alex akasema, Brian, nimekuita hapa mdogo wangu kwa sababu kuna jambo ambalo limejitokeza. Sijui kama ni jambo sahihi au si sahihi, lakini ushauri wako ni muhimu sana kwangu. Nikamwambia, kaka, jambo gani hilo kakangu? Kaka Alex akasema, Brian, ni kuhusu siasa. Kuna wazee wengi na viongozi wengi wamenifuata, wanasema nigombee katika nafasi ya uongozi, lakini mdogo wangu naogopa. Hata siku moja sijawahi kufikiria kwamba Alex mimi nitaingia katika siasa. Hivi Brian, unadhani ni sahihi mimi kuingia kwenye siasa? Je, mtu kama mimi anaweza vipi kubadilisha mambo bila kupoteza nafasi yake? Baada ya kuongea maneno hayo, kaka Alex alitulia kidogo huku akisubiri jibu kutoka kwangu. Nilimwangalia sana kaka Alex. Nikaona kweli kuna changamoto, lakini pia uoga ulichukua nafasi katika moyo wa kaka Alex. Lakini pia moyo wa kweli wa mtu ambaye dunia ingeweza kumpenda. Niliona kwamba hii ni nafasi pekee ya kaka Alex kuwa mtu mkubwa zaidi ya pale ambapo yupo. Nilijua ni wakati sahihi wa kuwa na maneno mazuri, lakini yenye uzito, sio maneno ya furaha pekee, bali ya uangalifu, ya kweli na yenye kuamsha hisia za kakangu Alex. Ikabidi nianze kumwambia kakangu Alex. Nikamwambia, kaka Alex, mtu ambaye anathaminiwa na watu kwa kweli ana uwezo wa kubadilisha maisha yao. Lakini ushauri wangu ni kakangu, hakikisha ufanye jambo lolote kutokana na shinikizo, bali kwa moyo wako wa dhati. Dunia inahitaji wema wako, si tabasamu tu. Nilimshauri Alex kwa sauti yenye heshima lakini thabiti. Nikaendelea kumwambia, nikamwambia, kaka Alex, ikiwa tayari unashauriwa kuingia kwenye siasa, ningependa uangalie fursa hii kwa makini. Hapo kuna mafanikio makubwa kwa mtu kama wewe. Mtu anaweza kubadilisha maisha ya watu, lakini usishuke kwa shinikizo la wengine. Fanya jambo kwa moyo wako wa dhati, na mimi mdogo wako nitakusaidia, nitakuwa upande wako, kukutafutia vijana kwenye kampeni, yani kila kitu. Kaka Alex alinitazama huku macho yake yakijawa na hoga kidogo, lakini pia alikuwa na matumaini kwa mbali. Na pale ndipo nilipohisi kwamba kaka yangu Alex alikuwa akitegemea ushauri kutoka kwangu. Baada ya kumwambia hivyo, kakangu akasema, sawa mdogo wangu, nitajaribu. Nitafanya kile ambacho umeniambia. Unajua mdogo wangu, swala hili lininiogopesha sana. Yaani hata mke wangu nimemwambia. Mke wangu pia amefurahi, lakini sijawahi fikiria hata siku moja kuingia katika masuala ya siasa. Sijui wanaanza vipi, wanafanya vipi, yani sijui, lakini asante kwa ushauri wako, nitaufanyia kazi. Baada ya kaka Alex kuniambia hivyo, nikamwambia, haya kaka, umeniita ulikuwa na jambo lako, lakini hata mimi pia nina jambo langu, nilikuwa naomba unisaidie. Kaka Alex akaniambia, ongea tu mdogo wangu, ni jambo gani hilo? Nikamwambia, kaka, unajua mimi mdogo wako nina ndoto yangu ndogo ambayo ninataka kuitimiza. Na sehemu ambayo nataka nikatimize ndoto zangu, nataka niende katika mkoa wa Tabora. Kuna sehemu inaitwa Kitunda, ni sehemu ambayo inachimbwa madini. Kaka, najua hii ni hatari, lakini naona pale kuna maendeleo kwa upande wangu. Yaani saizi naona hapa mjini changamoto ni nyingi kweli. Niende nikajaribishe fursa sehemu nyingine hapo mkoani, kwa sababu rafiki zangu wengi wanaenda hapo mkoani kisha wanarudi na pesa, wanafanya maendeleo yao, wanawapa mitaji familia zao, kisha wanarudi tena kutafuta. Naona na mimi nikajaribu, huenda nitafanikiwa. Lakini ningekuomba jambo moja kakaangu, kama utakuwa tayari kunisaidia, nilikuwa naomba unisaidie nauli ya safari hiyo, na ili niende nikajaribu bahati yangu, nikaangalia kama maisha yanaweza kuwa tofauti na hapa. Alex aliniangalia kisha akacheka kidogo, kisha akaniambia, Brian, yani pesa ya nauli tu ndio umezunguka. Usijali, wewe ni sehemu ya maisha yangu. Popote pale ambapo utakwama, wewe niambie tu, mimi kakako nitakusaidia. Na ninafurahi sana kuona mdogo wangu unaendelea kujaribu. Yani kila siku unajaribu fursa. Lakini Brian, hakikisha katika kazi unazozifanya haushushi utu wako. Nidhamu na heshima ndio kitu pekee ambacho ni msingi bora katika maisha yako. Kaka Alex alikubali kunipa nauli na pesa kidogo ya kujikimu kwa ajili ya safari yangu ya kwenda Kitunda pale mkoani Tabora. Nilihisi kwa upande wangu kama mzigo wa dunia ulipungua kidogo. Yaani hata ikiwa ningeenda kwenye hatari, ningeweza kuishi kwa siku kadhaa huku nikijitegemea. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu niliona mwanga wa matumaini, hata kama haikuwa kubwa sana. Siku hiyo nikaondoka jijini Mwanza, nikaelekea Kitunda huko mkoani Tabora, nikibeba ndoto zangu ndogo za kufanya maisha yangu kuwa bora zaidi. Niliona maisha ya kakangu Alex yalivyokuwa bora, hata mimi nilikuwa najituma niwe na maisha bora kama kakangu Alex. Lakini wakati naelekea huko Kitunda, nilijua fika kwamba kakangu Alex tayari ameshachukua maamuzi ya kuingia kwenye siasa.
basi kakangu Alexi akaanza kuchukua mikopo kutoka benki kwa ajili ya kupanga kampeni zake, na huku akibadilisha mikataba ya nyumba zake pamoja na mali nyingine. Kaka Alexi alijua kwamba dunia ya siasa ni michezo ya hatari na uwezekano, lakini aliamini kwa dhati kwamba kama mipango yake itapita vizuri, mali zake zitarejea kwa faida kubwa sana. Miezi ilipita haraka. Alexi alikuwa busy kabisa na kampeni zake. Kila siku alikuwa na mikutano, akizungumza na wananchi, akipanga mikutano ya kijamii na kushughulikia changamoto za uongozi. Mimi nilikuwa namfuatilia kaka Alexi hatua kwa hatua. Nilimtazama kwa mshangao, nikijua kwamba kila hatua ya Alexi ilikuwa imepangwa kwa busara na kila tabasamu lake lilikuwa na uzito wa maana. Kaka Alexi alikuwa ni mtu anayejua watu wake. Aliwahimiza, aliwajali, aliwahamasisha, na watu wake walimpenda kwa dhati. Si kwa pesa, bali kwa moyo wake wa kweli. Mchezo wa siasa ulikuwa mgumu, lakini Alexi alifanya kwa ndoto inawezekana kwa kila mmoja aliye karibu naye. Mikutano ilipita, mikutano ya haraka na mikutano ya kimfumo. Siku za kampeni zilikuwa chungu kwa upande wa Alexi, lakini zenye mafanikio. Kila hoja ilipangwa, kila kielelezo cha kisiasa kilikuwa kielelezo cha ujasiri wake. Na mimi siku zote nilikuwa nikiomba dua kwamba kakangu Alexi ashinde kwa kishindo katika uongozi huu ambao alikuwa anaugombea. Lakini matumaini pekee ambayo nilikuwa nao kwa kakangu ni kwamba nilijua kwamba kaka Alexi alikuwa ni kijana mdogo. Kwa wakati huo alikuwa na umri wa miaka 37 tu, lakini alikuwa anapendwa na watu. Nilijua kwamba dunia inaweza kubadilika kwa upande wake pale ambapo anaweza kuchukua nafasi ya uongozi ambayo alikuwa akiigombea, na sisi uko wetu angalau tuone kiongozi wa kujivunia naye. Niliamini kwamba kama mtu mmoja anapewa nguvu ya kweli, anapendwa na anayo akili ya kuongoza, basi ni haki yake kupita. Na hatimaye siku ya uchaguzi ikafika. Wananchi walijitokeza kupiga kura, huku Alexi tumbo likiwa joto. Hajawahi hata siku moja kufikiria kama anaweza kujiingiza katika mchezo wa siasa, lakini wakati mwingine alijawa na mawazo akifikiria kwamba ametumia pesa nyingi kwa ajili ya kampeni, na si pesa zake tu, bali alidiriki hata kukopa katika mabenki. Wanasema bahati hujitokeza pale unapojitahidi, lakini jitihada haziwezi kuchukuliwa kwa urahisi. Kuna thamani ya kusaidia wengine, na si kwa matokeo pekee, bali kwa moyo wa dhati. Heshima na ushawishi mzuri vinajengwa kwa hatua ndogo za kweli. Kumbuka kwamba maisha yanatupa fursa nyingi za chaguo, lakini ni wewe unayeamua ni ipi itakupeleka mbali zaidi. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Safari ya Waliopotea. Je, Alexi atashinda katika uchaguzi au atashindwa? Ni kipi ambacho kitafuata katika sehemu ya pili ya simulizi hii? Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Safari ya Waliopotea.